Mnamo tarehe 29 mwezi wa 6 2026 majira ya saa 3 usiku, askari polisi wakiwa katika doria eneo la Benako wilaya ya Ngara walikamata gari lenye namba za usajili aina ya Carina T 990 DFW yenye rangi ya silver na kulifanyia upekuzi. Katika upekuzi huo walibaini kuweko kwa jumla ya viroba 20 vilivyobeba madini ya vito ndani ya gari, na kwenye nyumba ya mhusika, nyumba ya kulala wageni aliyoshukia, yalikuweko pia madini mengine yakiwa yamefichwa na huyo mtuhumiwa. Ndugu wanahabari, madini yaliyokamatwa yanamilikiwa na bwana aliyejulikana kwa jina la Petro Marco Kihiga, ambaye ni mmiliki wa leseni ya udalali wa madini ya vito, leseni namba BL 0266 LND mkwaju 2026 iliyotolewa tarehe 25 mwezi wa 5 mwaka huu wa 26 katika kituo cha ununuzi wa madini ya vito katika eneo la kituo cha manunuzi Namungo Buying Station mkoani Lindi. Ndugu wanahabari, Petro Marco Kihiga alipewa kibali cha kusafirisha madini ya green garnet kiasi cha uzito wa gramu 273 tu kutoka Lindi kwenda Mwanza katika soko la madini. Hata hivyo, baada ya upimaji uliofanywa na timu ya wataalam kutoka Tume ya Madini, ilibainika kuwa uzito wa madini ambayo alikamatwa nayo mtuhumiwa ni kilogramu 627 na gramu 229, tofauti kubwa sana na uzito uliokuwa umeandikiwa kibali alichokuwa nacho. Baada ya uthamanishaji uliofanywa tarehe 6 Julai 2026, thamani ya madini hayo ya vito ilipatikana kuwa ni shilingi milioni 10,986,761, na jumla ya kodi za serikali ambayo alipashwa kulipia ni shilingi milioni 1,16,275 na senti 38. Kwa kutumia kanuni za madini, kanuni ya ufililishaji wa makosa za mwaka 2022, mtuhumiwa alikiri makosa na akalipa faini. Ndugu wanahabari, sambamba na tukio hilo hapo juu, tulipata tukio jingine tarehe 1 Julai 2026 majira ya saa 7 mchana, ambapo askari polisi katika eneo la Benako alimkamata mtu aliyekuwa amepanda gari aina ya gari la International Transit IT akiwa na begi lenye madini ya dhahabu. Mmiliki wa madini hayo alikiri kuwa kweli ni madini ya dhahabu na alikuwa anayasafirisha kutoka Kahama mkoani Shinyanga kwenda Rusumo mpaka wa Tanzania na nchi jirani ya Rwanda bila kuwa na vibali vyovyote. Ndugu wanahabari, baada ya utambuzi na uthamanishaji uliofanyika tarehe 2 Julai 2026, ilibainika uwepo wa vipande 163 vya dhahabu vyenye uzito wa gramu 1436.66 vyenye thamani ya madini hayo ni shilingi bilioni 1,345,998,291 na senti 67, na jumla ya kodi za serikali ambazo zilipashwa kulipiwa ni shilingi milioni 125,850,840 na senti 27 tu. Ndugu wanahabari, vile vile mnamo siku ya tarehe 4 Julai 2026 alikamatwa mshirika wa mtuhumiwa hapo juu akiwa na vipande vingine vya dhahabu, vipande 20 vyenye uzito wa gramu 453 ambavyo na vyenyewe vimekutwa vina thamani ya shilingi milioni 144,287
144,127 milioni 144,287,127 na senti 11, ambapo kodi za serikali zilipewa shilingi milioni 12,625,123 na senti 62. Mtuhumiwa huyo naye ameunganishwa na mwenzake hapo juu na kesi yao ipo katika hatua za kutajwa. Ndugu wanahabari, kwa pamoja timu ya wataalamu ilibainisha kosa la watuhumiwa kwa mujibu wa sheria ya madini sura namba 123 ni kumiliki madini bila ya kuwa na vibali kinyume na kifungu cha 19 cha sheria ya madini. Watuhumiwa wa madini ya dhahabu wamefunguliwa kesi na mpaka sasa hatua za kisheria zinaendelea kuchukuliwa dhidi yao. Ndugu wanahabari, serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan inaendelea kuimarisha juhudi za kukabiliana na utoroshaji wa madini unaofanywa na baadhi ya watu wasio waaminifu. Katika kipindi cha Julai 2025 hadi Machi 2026, madini yenye thamani ya shilingi bilioni 3 na milioni 310 yalikamatwa katika matukio 55 nchini kote. Ndugu wanahabari, serikali imejipanga vyema kuendelea kusimamia sekta ya madini kwa kufuata sheria na kanuni zake, kwa kushirikiana na wadau wote, wachimbaji wadogo, wachimbaji wakubwa, wafanyabiashara wa madini, taasisi ya TRA, kamati za usalama za mkoa na za wilaya. Na lengo letu ni kuhakikisha aina zote za madini yaliyoko nchini yanasimamiwa vyema yaweze kuchangia pato la taifa kadri uzalishaji wa madini hayo unavyopatikana. Ndugu wanahabari, natoa wito kwa wachimbaji na wafanyabiashara wa madini kuendesha shughuli zao kwa kufuata sheria na kanuni zilizowekwa na wajiepushe na biashara haramu ya utoroshaji madini. Vile natoa wito kwa vyombo vya dola kuendelea na juhudi za ukaguzi na upekuzi ili kukabiliana na uhalifu na utoroshaji wa madini. Na pia natoa wito kwa wananchi waendelee kushirikiana na vyombo vya dola kwa kutoa taarifa za watu wanaobainika kwamba wanajishughulisha na biashara haramu ya madini. Aidha, kwa mtu yeyote atakayekamatwa kwa utoroshaji madini, hatua kali zitachukuliwa dhidi yake, ikiwemo kushtakiwa kwa kosa la uhujumu uchumi na pia utakatishaji wa fedha.